Haya, leo naomba tuongelee kuhusu utawala binafsi. Kusema hapana, unaweza kusema ndio with your own logic kwenye utawala. Watu hatujiamini kwa sababu tuna lower self esteem, tunawaamini watu baki ambao ndo wanaweka input kila kitu. Yaani sisi binadamu mtu akitaka ushauri, tuna ushauri wa kila kitu. Unapata wasaa wa wewe mwenyewe wa kujiuliza what do I really want. Utawala binafsi ni muhimu sana kwenye maisha ya kila binadamu. Tusemezane. Haya, leo naomba tuongelee kuhusu utawala binafsi. Utawala binafsi kwenye vitu vyako, utawala binafsi kwenye mahusiano yako, utawala binafsi. Watu wengi hatuna utawala binafsi wa vitu. Watu wengi mambo yetu mengi tunabidi tufanye tukimshirikisha fulani, tukiamua na mtu fulani, tunafanya kwa sababu fulani. Kwa nini? Kwa sababu hatuna utawala binafsi. Utawala binafsi ni pale ambapo unaweza kuwa na maamuzi binafsi ya vitu vyako bila ushirika wa mtu mwingine. Utawala binafsi ni pale ambapo unaweza kusema hapana, unaweza kusema ndio with your own logic kwenye utawala binafsi. Kwa nini? Kwa sababu asilimia kubwa ya watu tumepoteza utawala wetu binafsi kutokana na vitu tulivyoaminishwa sana. Sawa? Kuna siku nilisema social media ni miruzi. Sawa? Tunapigiwa miruzi mingi sana kwa mpaka unashindwa kujua what do you really want in your life. Kwa sababu tumeaminishwa tunabidi iwe hivi, inabidi iwe vile, inabidi ifanyike hivi, inabidi zinakuwa nyingi. Kwa hiyo ili kutengeneza utawala binafsi ni pale ambako kwanza you have to know what you really want in your life. Kwenye chochote kile. Unataka kujenga nyumba. Aina gani ya nyumba unataka? Vitu gani? Sio kwamba nikiwa tu wazo inabidi umwambie mtu. Yaani the moment ambao tunamwambia mtu tunafungua mlango wa kusikiliza mawazo ya mtu mwingine kabla hatujajipa muda wa kuwa na maamuzi binafsi. Sasa utawala binafsi ni pale ambako unataka kujenga mfano nyumba yako tuseme. Wewe you'll be the one ambaye you think about the kiwanja, you think about nyumba inavyokuwa, you think about everything. Then ukishasema this is what I want, ndio unakuja kushirikisha watu. Utawala binafsi ni pale ambako you don't need to explain to anybody kutokana na maamuzi fulani. Ni pale ambako you need to make your own decisions. Yaani tumemiss out utawala binafsi sasa hizi kutokana na watu hatujiamini kwa sababu tuna lower self esteem, tunawaamini watu baki ambao ndo wanaweka inputs. Ndio maana pia asilimia kubwa unakuwa hadi ni shauri fulani hakikufanya kazi. Wanavyosemaga akili za kuambiwa changanya za kwako inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba unapaswa uwe na utawala binafsi. Usipokuwa na huo utawala binafsi, utashauriwa kila kitu. Yaani sisi binadamu mtu akitaka ushauri, tuna ushauri wa kila kitu. Hamna binadamu ambaye hana ushauri wa kila kitu. Yaani binadamu tutakushauri kila kitu. Leo sijui nile nini, kula matembele. Leo sijui nivaje, vaa suruali. Sijui nifanye kazi wapi, fanya pale. Yaani biashara gani nzuri? Binadamu tuna maushauri. Lakini ukishindwa kuwa na utawala wako binafsi, utabe driven au utakuwa maisha yako yanaongozwa na watu kuliko mwenyewe. Kwa hiyo hakikisha unapata wasaa wa wewe mwenyewe wa kujiuliza what do I really want. Je, ni lazima kuchukua mkopo? Je, ni lazima kufanya investment? Je, ni lazima uwe na hivyo? Alafu then tushirikishe wanazengo, tukushauri wakati akili yako ipo tayari. Lakini tusikushauri wakati kuna hicho kitu kichwani kwako. Sisemi watu wasiombe ushauri. Ninasema watu wawe na maamuzi binafsi kabla ya ushauri. Ninasema watu wawe na high self esteem kwenye vitu vyao kabla ya kushirikisha watu wengine, kwa sababu ushirikishwaji wa watu wengine kwenye vitu vyetu binafsi inaua our self esteem, inaua our confidence, inaua our focus, inaua kwa sababu unakuwa uko kwenye boksi ambalo kila mtu anaekea kitu chake hapo ndani. Kila mtu anaekea kitu chake hapo ndani. Ndio hivyo ambavyo ukiwa unashindwa kufanya maamuzi yako na kuyasimamia maamuzi yako, ukiwa unawategemea watu wengine, hupelekea ushindwe kuwa na self esteem. So utawala binafsi ni muhimu sana kwenye maisha ya kila binadamu. Tusemezane.